Moja kati ya tukio ambalo lilichukua tension kwa barani Afrika mwezi huu, unaweza ukasema ni happy birthday ya tajiri mmoja kutoka nchini Ghana, ambaye alichukua tension kutokana na namna ambavyo aliandaa show yake na kutokana na the way ambavyo A-list ya wasanii kutoka Afrika ambao wanafanya poa walikuwepo hapo, na watu walikuwa very excited kutokana na the way ambavyo huyu jamaa alivyoamua kutumia pesa zake kwa muda mrefu. Hata yeye mwenyewe anasema kwamba kuna kipindi ambacho kwenye maisha unaanza kwa kufanya hustling. Ukishafanya hustling basi unafika kwenye muda wa kuenjoy. Kwa hiyo yeye kile ambacho alichokifanya ilikuwa ni muda wake wa kuenjoy. That's why na watu wakaja kucomment wakasema kwamba huyu mshikaji kaja kufundisha ni namna gani ambavyo watu inabidi wafanye kwenye happy birthday zao. Lakini moja kati ya kitu ambacho kimekuja ku make headlines muda huu ni namna ambavyo wasanii ambao walikuwepo pale, A-list ya wasanii ambao wanafanya poa, alikuwepo Davido, akawepo Diamond Platinum, akawepo Sarkodie kutoka nchini Ghana, akawepo King Promise ambaye of course naye mwenyewe anatoka nchini Ghana. Ni moja kati ya wasanii ambao wanafanya poa sana, lakini watu walikuwa wako tension zaidi kusikia ni kipi ambacho wasanii hao wamelipwa. Yaani kiasi ambacho wasanii ambao walialikwa hapo wamelipwa kiasi gani, au walikuwa wanawaza kwamba ile show maybe ambao wameenda kuifanya inawezekana ikawa ni ya free, lakini kiukweli ile show ilikuwa sio ya free, bali kuna kiasi cha pesa ambacho wasanii walikipata wakati wanafanya utumbuizaji wa hiyo show. Na moja kati ya wasanii ambao wameongoza kwa kuchukua kiasi kikubwa sana cha pesa amekuwa ni Diamond Platinum kutoka nchini Tanzania, ambaye amechukua kiasi cha $600,000 ambayo ni sawa na shilingi bilioni 1.5 za kibongobongo. Akafuata Davido ambaye alipokea kiasi cha shilingi $500,000 ambayo ni sawa na shilingi bilioni 1.3 za kitanzania. Then wengine wakafuatia Sarkodie, alikuwa amelipwa kiasi cha shilingi dola za Kimarekani 200,000 ambayo kijo kikalkulate kwa kibongobongo ni sawa na bilioni 1 kama na point something ambazo ndio mshikaji alipata. Lakini kitu cha ajabu ambacho mimi nimekipenda ni the way ambavyo Diamond Platinum amepewa heshima kubwa kuliko Davido, Sarkodie, King Promise ambao ni very popular, ambao wanafanya vizuri kwa ukanda wao wa Afrika Magharibi. Ukizungumzia even hata worldwide wanajua kwamba muziki wa Afrika, wasanii ambao wanafanya vizuri zaidi ni wale ambao wanatoka kwenye ukanda huo. Lakini kilichokuja kusurprise watu ni namna ambavyo Diamond Platinum kutoka nchini Tanzania, ambao ni muziki wa Afrika unawezekana wako kwenye progressive ya kuendelea kukua zaidi ili waendelee kutanua zile mbawa zao, na wenyewe waonekane kwamba ni moja kati ya wasanii ambao wanaweza wakafanya poa. Lakini Diamond Platinum ameendelea kuonesha hiko kwamba muziki kutoka nchini Tanzania, basi kuna baadhi ya wasanii ambao inabidi wapewe masikio zaidi na wanaweza wakafanya poa, kama the way ambavyo yeye amekuwa anaendelea kufanya muda huu kupitia ngoma zake, na the way ambavyo akienda kwenye mataifa mbalimbali amekuwa na mapokezi makubwa, ingawa asilimia kubwa ya muziki wake ambao anakuwa na uimba unakuwa ni wa Kiswahili, lakini watu wamekuwa wanapenda ile energy ambayo mshikaji anakuwa nayo kwenye ngoma zake ambazo anakuwa anazifanya. Can you imagine kwa mfano ngoma ya Komasava imekuwa ni moja kati ya ngoma ambayo inafanya poa sana. Ukiachana na Komasava, kuna ngoma iliyotoa Shoe, kuna ngoma ambayo aliimba na Fally Ipupa kutoka nchini Kongo inaitwa Inama. Ni moja kati ya ngoma ambazo zimekuwa na reception kubwa sana, especially kwenye ukanda huo wa magharibi. Ndio maana tajiri huyu aliwaza kwamba nikimchukua Diamond Platinum nikimleta kwenye show yangu, basi kuna namna fulani thamani ya show yangu inawezekana ikawa kubwa zaidi. Na ndio maana Diamond Platinum amekuwa ni moja kati ya wasanii ambao wamelipwa kiasi kikubwa sana pesa kwenye show hiyo. Lakini sio hicho tu, ni namna ambavyo watu mbalimbali kutoka nchini Ghana, kuna moja kati ya madansa ambao wanafanya vizuri sana nchini Ghana, ameandika kwenye ukurasa wake wa Instagram baada ya kukutana tu na Diamond Platinum, akasema kwamba I made timiza kile ambacho alikuwaga amelipanga always kukutana na Diamond Platinum, na pale akasema kwamba nimekutana na baba yangu. Au unaona kwamba Diamond Platinum amekuwa ni moja kati ya watu ambao kibongobongo tunamchukulia simple sana, lakini akitoka nje anaenda kunyosha kweli kweli. So wewe una maoni gani kuhusiana na hiki ambacho Diamond Platinum amekuwa anakionyesha always pale tu anapotoka nje ya mipaka ya Tanzania na kwenda globally, na amekuwa akifanya poa zaidi? Acha ujumbe wako kwenye ukurasa wetu wa Instagram, tunatumia kama Mbayo TV. Kama hujasubscribe channel yetu ya Mbayo TV on YouTube, basi make sure unafanya hivyo, lakini usisahau kumfollow Mr. Info JBZ kwenye ukurasa wake wa Instagram, anatumia kaa hivyo. Ciao.